Ekari 6,000 katika eneo hilo, jambo ambalo wakazi walilipinga vikali. Katika gumzo hii leo tunaangazia kiini cha mizozo ya ardhi nchini Kenya na suluhisho la migogoro hiyo. Ili kujadili hilo, awali nimezungumza na afisa mwandamizi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, Zaina Kombo, na mkazi wa eneo lilokumbwa na mgogoro huo wa ardhi, Samuel Cheriot, ambaye kwanza anaanza kueleza ni kipi kilichojiri hasa. Kile ambacho kiliweza kuchochea mambo ya clashes sehemu hii ni mkuu wa wilaya wa sehemu hii ambayo ni Transmara South, ambayo na jibu mwenyewe aliweza kuja na watu wa land bila kujulisha wahusika wa upande zote mbili, na walipojiuliza baada ya kuja watu wakasikia wanakuja kesho Jumatatu. Kuingia Jumatatu wakaeleza mnataka nini. Sasa tunataka tupe shamba lile ambalo liko pale ambalo lilikuwa tunazozana nyinyi watu Moyoi na watu wa Ang'ata, tutoe mpaka ya Ang'ata na Moyoi. Bila wale watu kuzungumza kwanza, wakasema no, mpaka tujue gani na tuelewane. Bila hiyo hamtaenda. Yule DC mwenyewe asema mpaka tufike huku, akaongoza kutoa land kutoka Goris. Kabla hajafika mahali dispute kweko, wananchi wakasema hamtaweza kuvuka hapa, hatutaki nyinyi mvuke. Hapo ndio wakaanza kurushia risasi wananchi. Mmeridhishwa na hatua ambazo serikali imechukua angalau kurejesha hali ya utulivu na kushughulikia swala hilo la kung'ang'ania ardhi katika eneo hilo la Ang'ata Barikoi? Labda kusema Murkomen mwenyewe, minister wa internal security, hakuingia, lakini aji na viongozi wote, MPs wa Bomet, MPs wa Kericho waliweza kuja, na MP wa Transmara East ambaye ni Joanna Ngeno aliweza kuingia, na walipozungumza na wananchi waliweza kusikizana kwamba wale ambao waliweza kusababisha hii mambo ya clashes waweze kushurutishwa ili wajue sheria iko, because waliweza kusema kwamba kuna order kutoka kotini kwamba sehemu hii ambao kuna dispute isiingiliwe mpaka kesi ambao iko huko itatuliwe. Hakuna mtu alisemekana akaingia huko bila kesi kuisha kotini. Kwa hivyo tulikubaliana kwamba amani irejeshwe sehemu hii. Bwana Cheriot, hii si mara ya kwanza kushuhudia mizozo ya ardhi, hasa katika maeneo yanayokaliwa na jamii hizi za wafugaji, na unadhani kwamba suluhisho la kudumu liko wapi katika swala hili? Suluhisho la kudumu kulingana na maoni yangu ni kwamba jamii ambazo wanazozana inahitaji the local community wenyewe, leaders the local leaders waweze kukutana pamoja na wajadiliane kwa muda bila wanasiasa kuingilia, na katika njia hiyo wao wenyewe wako na mechanism ya kuweza kuleta amani. Kwa sababu tukiona kama sehemu hii yetu tumekubaliana kama wananchi, wale ambao watu wa Moyoi na watu wa Ang'ata, tumekubaliana kwamba sehemu ambayo tunasosana mchukue 1,500 eka 1,500, sisi tuchukue 1,500, ili hii shida ambayo tumesosana kwa muda mrefu iweze kufikia mwisho. Kwa hivyo ninasema kwamba tukitumia wenyeji watatue shida yao, serikali wakiweza kusupervise, itakuwa jambo la maana ikiwa inatoka katika jamii. Wao wenyewe ambao wanazana wasikizane na watatue shida yao. Asante sana Bwana Cheriot. Zaina, umemsikia hapo Cheriot akizungumzia yaliyojiri wiki hii huko Ang'ata Barikoi katika kaunti ya Narok. Hii ni mojawapo ya visa ambavyo tumeshuhudia nchini Kenya, ambapo kumekuwa na mizozo ya ardhi kati ya jamii moja na jamii nyingine, saa nyingine miongoni mwa watu wa jamii moja, lakini kuhusiana na swala la ardhi. Unahisi pengine kwa nini mizozo hii ya ardhi haiishi kuibuka kila siku? Tunashuhudia mizozo ya ardhi kutoka sehemu moja hadi nyingine. So mojawapo ambao watu wanabizana inakuwa sasa ni kutozingatia zile order za koti. Pili, kuna uwezekano watu wanakosa kuelewa haki zao za binadamu. Tatu, kuna wale ambao inakuwa sasa ni serikali ama idara za serikali ambao wanaenda kuangalia hiyo shamba bila kuhusisha wenyeji, kwa sababu iwapo wangekuwa wamehusishwa kivilivyo hawangeweza
kuresist ama kuwakataza hao watu kuingia katika ile shamba. Ni jukumu la nani ama wajibu wa nani kuhamasisha jamii kuhusu kujua taratibu za kuwasilisha malalamiko yao wakati mizozo kama hii inapoibuka? Kusema kweli sio wengi, na katika kila jamii utapata kuna wale ambao wana uwezo na wale wasiokuwa na uwezo. Kuna wale wana ufahamu na wale wasiokuwa na ufahamu. Kwa hiyo inabidi wale walio na ufahamu waweze kuchukua jukumu la kufunza wenzao, lakini kisheria pia serikali inapaswa kujikakamua kueleza community haki zao. Unahisi pengine utaratibu huu wa kumiliki ardhi, jambo hili linaweza kufikiwa ili kupunguza visa kama hivi vya mizozo ya ardhi katika jamii, hasa wale ambao wanaishi ardhi ambao wameishi kwa miaka mingi na ni kipande kikubwa cha ardhi na ni watu wa jamii moja? Naam, inawezekana. Serikali inapaswa kuwa wanachukua jambo kama hili haswa after, kama tumeona upande wa Angata, wanafaa sasa wale leaders wa pale washikane na wajue kuendelea mbele vile watakavyoshikana kueleza jamii haki zao. Nipatie mfano hata kama ni kule Kilifi, maanake jambo hili liko karibu nchi nzima. Pia kuna mambo ya ufisadi huwa inaingia, inapata watu wananyang'anywa shamba zao kwa sababu hawana ujuzi wa kutumia ile hati miliki pengine alionao, na ama hata kama hana, kuna ile agreement ambayo unaenda kwa wakili, mnaandikishana kwamba mimi na huyu tumeuziana shamba kiasi fulani. Hiyo agreement pia inaweza enda kuwa registered, na iwapo kutatokea shida yoyote, itakuwa ile maelewano ama ile agreement itakuwa imewekwa kwa Lands Registry, na basi itakuwa rahisi kusuluhisha kwa sababu ile agreement huwa iko na mashahidi. Na pia kuna mbinu za kijamii vile wanavyokaa chini, kama mchezo wetu alivyosema, wanakaa chini wanaelewana, lakini pia inafaa hisi pengine utaratibu huu wa kumiliki ardhi, jambo hili linaweza kufikiwa ili kupunguza visa kama hivi vya mizozo ya ardhi katika jamii, hasa wale ambao wanaishi ardhi ambao wameishi kwa miaka mingi na ni kipande kikubwa cha ardhi na ni watu wa jamii moja. Naam, inawezekana. Serikali inapaswa kuwa wanachukua jambo kama hili haswa after, kama tumeona upande wa Angata, wanafaa sasa wale leaders wa pale washikane na wajue kuendelea mbele vile watakavyoshikana kueleza jamii haki zao. Nipatie mfano hata kama ni kule Kilifi, maanake jambo hili liko karibu nchi nzima. Pia kuna mambo ya ufisadi huwa inaingia, inapata watu wananyang'anywa shamba zao kwa sababu hawana ujuzi wa kutumia ile hati miliki pengine alionao, na ama hata kama hana, kuna ile agreement ambayo unaenda kwa wakili, mnaandikishana kwamba mimi na huyu tumeuziana shamba kiasi fulani. Hiyo agreement pia inaweza enda kuwa registered, na iwapo kutatokea shida yoyote, itakuwa ile maelewano ama ile agreement itakuwa imewekwa kwa Lands Registry, na basi itakuwa rahisi kusuluhisha kwa sababu ile agreement huwa iko na mashahidi. Na pia kuna mbinu za kijamii vile wanavyokaa chini, kama mchezo wetu alivyosema, wanakaa chini wanaelewana, lakini pia inafaa kuzingatia kama ile sheria ya Community Land Act. Asante sana Zaina, ni kushukuru kwa kutoa mwanga kuhusiana na swala hilo la mizozo ya ardhi miongoni mwa jamii husika, na vile vile pia ni kushukuru Samuel Cheriot kwa kuchangia katika gumzo letu hii leo, msikilizaji, kwa niaba ya msimamizi wa Naam, na kufikia hapo basi hatuna la ziada. Hii